akizungumza vizuri kwamba timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi. Hayo ndo maneno kaka. Timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi kulipika hili jambo la tarehe 25. Jukumu langu la kwanza ambalo limepewa hapa ni kutangaza viingilio vya mchezo huu wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi 50,000 hizi zimeshamalizika. Hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka NCAD alitujulisha awali kwamba zimebaki chache, hizi zinapatikana kwa shilingi 30,000. Tiketi za VIP C ni shilingi 20,000. Na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange, lile ni shilingi 10,000. Alafu mzunguko ni shilingi 5,000. Kwa tafsiri yake tiketi zilizobakia za VIP B, VIP C, orange na mzunguko. Kuna haja ya kurudia viingilio hapo? Ipatikana sawa sawa hiyo, safi. Jambo la pili ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano. Lakini kabla sijajikita hapo, na mimi ningeomba japo kwa dakika 2-3 nisisitize hili ambalo wenzetu wa NCAD wamelizungumza hapa. Tafadhali sana pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya. Kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili. Yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi 8 alafu ile mechi ikayeyuka. Yayo. Ile tiketi bado unayo. Si ndio bwana? Ile tiketi bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi Machi 8 na ile tiketi bado unayo. Hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine lakini unayo nyumbani. Wewe ikifika Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani, kapunch taratibu kama kawaida, ingia ndani. Ile ni hatua namba 1 kwa mtu ambaye ana kadi yake. Mpaka sasa hivi atutazama live kupitia Azam TV hapa, ana kadi yake na alikuwa anajiuliza, mimi nikata tiketi Machi 8, sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia. Geti lolote, jukwaa ulokata, kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi. Sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi. Maana tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu. Wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi 8, yani ile kadi, ulishindwa kuitunza. Huna pochi, huna kabati, huna lolote. Bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Nieleweke vizuri hivi. Yaani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale. Unayojua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza. Utaratibu huu tofauti mwingine kwa usumbufu. Bodi mutafute na shauri. Mtu akijua ana uhakika, yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maana unajua mlango tuliofungua au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo. Mimi nilikata. Nitafute humo 07 wewe na uhakika nayo. Ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda, na siku ya mchezo jinsi gani NCAD na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu. Mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu geti A na geti D, si ndio? Ndio. Yale mageti muende pale mtakuta deski maalum. Ndio deski maalum kama ushaenda kituo cha polisi kama mimi. Kuna dawati pale maalum la ustawi. Yaani kuna watu maalum. Ndio wewe ambao umepoteza kadi. Nimempa heshima huyu mtu. Yaani kadi umepoteza na umepewa deski maalum. Bodi ya ligi tuitupe nini tena? Mbona natupenda namna hii jamani? Taratibu mzuri. Yaani kadi ukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti dawati maalum. Na geti maalum ukifika pale unatoa taarifa zako, bwana mimi nilisajili kwa namba hii na hii, kadi yangu imepotea, wanaingia kwenye system wanaangalia wewe Almasi nani, unapewa cha kwako. Unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye
alikata tiketi Machi 8 akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au N-card au timu mwenyewe. Ziwe sababu zako wewe mwenyewe. Lakini kama tiketi ulikata, N-card, bodi ya ligi, timu mwenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa hiyo nikasema nilipitie kidogo hapo niweke msisitizo na mimi. Watu wasije wakachanganya hapo. Kama mimi nilikuwa na kadi yangu na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo. Wewe kama una kadi tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea ndio uende kwenye taratibu za kuswap. Hii swap ni kizungu. Kiswahili chake ni nini? Kuchanja Kuchanja eti? Swap ni kubadilishana. Ni kubadili ile kadi ya mwanzo kwenda kwenye kadi ya pili. Ni kubadili ya mwanzo kwenda, nikasema kuchanja huyo. Hello. Sawa, bado tutamaliza utaratibu wa kuswapu.